Kiemba, turudi kwenye tarehe 8 Machi, kuna mchezo mkubwa wa dabi ya Kariakoo ambapo ni Yanga anacheza dhidi ya Simba. Kwa ujumla wewe kama mchambuzi, unaona mchezo huu unaweza ukaenda kuwa mchezo wa aina gani? Ni mchezo mzuri kwa sababu kwanza umekuja wakati ambapo timu zote mbili zinajihisi zipo kwenye wakati mzuri kiushindani. Kwa maana hakuna ambaye ni mnyonge wa kiasi hicho. Kwa hiyo ni mechi nzuri kwanza ndani ya kiwanja. Mwalimu wa Simba tayari ameshatambulisha ni aina gani ya mpira anaweza akatupatia kwenye game zake. Lakini Yanga ina mwalimu mgeni ambaye bado unaweza ukawa hauwezi kuona yeye kama yeye ni mpira wa aina gani ambao anautaka. Aliondoka mwalimu ambaye alikaa kwa Yanga kwa muda mfupi, tayari alikuwa ameshaonesha picha ni mpira gani wa Yanga ambao unataka. Lakini ukizingatia ubora wa wachezaji wa Yanga ambao mwanzoni mwa msimu ni kama ulikuwa umepotea, baadhi wameanza kurudisha na kutoa matumaini makubwa ambao ndio wamekuwa wakiamua matokeo ya timu kwenye baadhi ya michezo mikubwa. Kwa mimi nadhani itakuwa mchezo mgumu na ni wakati ambao kila timu inaenda ikiwa kwenye hali nzuri. Sasa nije kwa kiasi gani watawapata hao wachezaji wao siku ya mchezo, ndicho ambacho kinaweza kuleta utofauti baada ya timu moja na nyingine. Tumeona Simba wameongeza mchezaji Elim Panzu ambaye kwenye mchezo wa awali hakuwepo. Kuna impact yoyote ambayo anaweza kaionyesha kwenye mchezo wa tarehe 8? Kwa kile ambacho ameshakifanya bado anaweza akasababisha maswali magumu kwa benchi la Yanga, kwa maana kwamba hata wanapojiandaa kucheza wanajiandaa kucheza dhidi ya kile ambacho amekuwa akikifanya. Kwa hiyo tayari kushughulika tu na mchezaji na ule uimara ambao yuko nao tayari ni tofauti ambayo anaileta. Huenda plani ya Yanga ikawa pia inazingatia namna gani Mpanzu anaweza akaleta madhara. Kwa tayari ikawa ni impact ambao ameweka kwenye game. Lakini kiujumla kama mchezaji so far kile ambacho amekuwa akikifanya, kama atafanikiwa kukifanya kwenye mchezo wa dabi, ataleta tofauti kubwa na ile dabi iliyopita. Umewahi kuwa mchezaji wa klabu ya Simba. Inapotokea kuelekea kwenye mchezo mkubwa kama huo wa dabi, pressure huwa ikoje inapokuwa wiki moja kabla au siku 3 kabla ya mchezo wenyewe husika? Pressure ya dabi haina tofauti. Bahati nzuri mimi nimecheza kote na kote nimecheza kwenye dabi kuwa na jezi ya kijani na njano, lakini kuwa na jezi nyeupe na nyekundu. Kwa hiyo pressure iko kama kawaida. Haijawahi kukosekana hata kama timu inaongoza kwa tofauti ya pointi hata 10 dhidi ya mpinzani wake. Wacha hii ambayo ni tofauti ya pointi 1 ambayo muda wote inaweza ikafutwa. Lakini kuendea mchezo huo, historia pia huwa ndo inamiliki sana psychology ya timu, kwamba mpaka tunakwenda kucheza nani ambaye yuko kwenye nafasi nzuri ya kushinda kutokana na saikolojia ya michezo 2-3 iliyopita. Kwa hiyo kwa Simba sasa hivi wanakwenda ni kama safari ndo muda wetu sasa na sisi wa kupata ushindi. Kwa hiyo unaweza ukaona mgandamizo kwao ni mkubwa, kwa maana pressure ni kubwa kuhakikisha kwamba sasa hivi hatukubali, tumeshafungwa sana na sasa hivi na sisi tunapaswa kwenda kushinda kwa kikosi ambacho tuko nacho. Kwa hiyo mimi naweza nikaiona hiyo pressure ambayo wako nayo Simba kwa sasa hivi, kwa sababu wao wanahisi huu ni wakati wao. Kwa hiyo hata namna wanasisitizana neno safari hatukubali na hili ndio litakuwa limetawala. Kwa hiyo ukishaona sehemu kuna hatukubali nyingi, ujue kuna pressure kubwa, kwa sababu wao wako kwenye side ya kushindwa na wanataka kushinda mchezo unaofuata. Kama mchezaji ulishawahi kucheza kwenye dabi kukiwa na mfungo wa Ramadhani kama inavyokwenda kutokea tarehe 8 Machi? Sio mara moja. Mfungo wa Ramadhani huwa unatokea na mambo mengine lazima huwa yaendelee. Kwa hiyo kwenye dabi pia ni sehemu ya michezo, na kucheza umefunga kuna changamoto za kisaikolojia tu kwanza kwa mchezaji. Ndio maana kuna baadhi ya watu huwa hawawezi na wameshajinasibisha hivyo kwamba bana, mimi siku ya mechi siwezi kufunga, na hao tulikuwa wakati wote tunawaelewa. Kwa hiyo wakati wa mechi siku 1 au 2 kabla anaanza kula ili aweze kujiandaa na mchezo. Huwa mnafunga maana tunaambiwa au tumeshazoea. Unajua Tanzania wengi kuna ile kitu kukalilishwa kwamba dabi huwa inachezwa ndani na nje. Kwa kweli huwa tunafunga, au unaweza kukuta labda ukasikia bana timu ili kuja
gari rudi nyuma, sijui mara walifanya hichi, yani vimbwanga huwa ni vingi. Huwa kweli wanafunga au kwa kuwa mechi imekuwa saa 1:15 kwamba watu waenda wakafunga na wakafuturu na kuendelea na mechi? Hata kama mechi inakuwa saa 10, kwa sababu kufunga ni kupo na wale ambao wanaamini wanaweza wakaendelea na mambo yao wakiwa wamefunga, kwa maana wanaweza wakacheza mechi, huwa wanafunga. Hizi mbwembwe za nje ya uwanja haziwezi kumfanya mtu akasema basi leo sifungi kwa sababu nikifika kiwanjani nitaambiwa nisipite mlango huu. Yale ni mambo ambayo yako yanafanywa na watu wengine na yako nje, na unaweza ukawa hauna habari nayo ukaendelea na funga yako, sababu kuna vitu vingi na unaweza tu ukao uvifanye. Yani kwa mfano labda kuna maji sio ya kunawa, ukaacha hujanawa maji, japo wanaosimamia watakuwa wamekumind. Na hata wakati mimi nacheza, ugomvi wangu mkubwa ulikuwa ni na wale wanaosimamia, sababu kuna wakati mpaka wanasema wewe unajiona kama timu ya kwako na utaondoka. Naambia ndio, timu imeanzishwa mwaka gani, washapita watu wengi, kwa hiyo na mimi muda wangu kipipisa nitapita, nitaondoka. Kwa hiyo huwa kuna hizo zinafanyika, lakini kuna watu ambao wao wanaamini kuna hizo, huwezi kuwabadilisha. Sasa huwezi kusema ufanyi nao kazi kwa sababu tu ya imani yao ambao wako nayo. Wewe ndio unapaswa kuwaonesha imani nyingine ambayo inaweza ikazalisha kitu cha tofauti. Mfano mmefanya vitu vyenu hivyo, wewe umegoma hujafanya, alafu unakwenda kwenye mchezo unawasaidia. Kwa hiyo unaweza ukarudi kwa na nguvu na kuambia bana kitu hiki. Unaona sasa wale wote ambao labda uliwanawisha maji kwenye kiwanja mle wamekuwa wameshindwa kufanya, lakini mimi ambaye sijanawa ndo nimeibuka na kuwa shujaa. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kumfikishia mtu ujumbe kwa vitendo na sio lazima kushindana naye kwenye mazungumzo. Kuna taarifa ambayo imetolewa jana, kuna afisa habari wa klabu ya Yanga amefungiwa. Kamati hizi za shirikisho za mpira wetu wa miguu TFF linapokuwa labda unamfungia mtu kama afisa habari, kuna muda najua kuna muda ni kutenda haki kutokana na zile sheria, lakini huwa unaichukuliaje ni kuona mtu kama afisa habari anafungiwa? Kwa nini labda asipigwe tu fine afa kaendelea na kazi yake kama kawaida? Mimi nadhani kuna kusimamia jambo, wakati mwingine huruma isiwe inachukua sana nafasi. Huruma sio malezi, bali mtu asionewe. Yani kama mtu anahukumiwa, ahukumiwe tu kwa jambo ambalo hata yeye akikaa nyumbani kwake hawezi kukulaumu wewe kwa sababu umemhukumu. Lakini kama mtu anaonewa ndio kuna shida, lakini kama ni kufuata utaratibu na mtu anaadhibiwa kwa ajili ya kosa ambalo alifanya, mimi sioni kama kuna changamoto.